Na mtazamaji, nadhani utakuwa unakumbuka kwamba siku ya jana moja kati ya habari ambazo zilimeke headline huko mtandaoni ni issue ya mbwa wa Wema Sepetu Manunu kufariki. Moja kati ya vitu ambavyo kiukweli viliwagusa baadhi ya watu ambao ni mashabiki wakubwa sana wa Wema Sepetu. Na kama unavyoelewa kwamba Wema Sepetu bwana, moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinampa faraja kwa muda wote ilikuwa ni mbwa wake huyo Manunu. Umeona bwana. Sasa at the end of the day, baada ya Manunu kufariki bwana, tukamuona Wema Sepetu akawa kidogo hali yake ilikuwa kidogo imebadilika, kutokana na kwamba alikuwa na machungu ya hali ya juu, jambo ambalo lilikuwa linaonyesha kabisa jinsi gani ambavyo suala la msiba wa mbwa wake lilikuwa limemuaffect kwa kihisia, yani emotionally. Umeona bwana. So mambo yakawa ni mengi kutokana na kwamba Manunu alikuwa ni maarufu na watu wengi sana walikuwa wanamfahamu Wema Sepetu na Manunu wake. Basi Wema alikuwa na majonzi na marafiki, ndugu, jamaa na watu wake wa karibu wakafanya kama msiba hivi nyumbani kwake, wakiwa wanaomboleza kifo cha mbwa huyo wa Wema Sepetu Manunu. Sasa kitendo cha Wema Sepetu kuandaa msiba kwa ajili ya Manunu baada ya kufariki, watu mbalimbali wamekuja kulizungumzia swala hilo. Yani kila mtu amekuja kutoa maoni yake kuhusiana na hiyo issue, wengine wakiwa wamekasirishwa sana kwa kitendo hicho ambacho amekifanya Wema Sepetu, yani kutengeneza mpaka kuweka kama vile matanga fulani hivi kwa ajili ya mbwa wake. Yani amefanya kama vile ni msiba kabisa proper, na watu wanatoa mpaka michango. Tukamwona Shamsa Ford akiwa anatoa michango ya rambirambi katika kuhusiana na msiba wa Manunu, lakini pia vile vile tumemwona Petit Mani wa Kuache naye pia amefanya hivyo hivyo, lakini pia hata Mai Martha wakati anapiga simu kwa ajili ya kuulizia chanzo cha kifo cha mbwa huyo wa Wema Sepetu, naye pia aliombwa mchango. Umeona bwana. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana yakaibuka, lakini sababu ya kifo cha mbwa huyo wa Wema Sepetu Manunu, yule bwana alikuwa ni mbwa wa kike, kwa hivyo basi alikuwa na ujauzito, na wakati anajifungua alikuwa ameshindwa kupush, na ndio hapo ikapelekea yeye pamoja na wanae kufariki. So wadau mbalimbali wamekuja kutoa maoni yao kuhusiana na hicho ambacho Wema Sepetu alikuwa amekifanya, wengi wakiwa wanamkashifu kwamba anachofanya ni uchuro. Kwa mfano kuna watu pia vile vile wamemsupport, kama vile huyu hapa Shamsa Ford, yeye amemsupport Wema Sepetu kile alichokifanya. Wanyama pia wana haki kama wengine. Sawa ndio maana Ulaya wenzetu wanajali sana wanyama. Unakuta mtu kafua na mbwa wake anaomba ruksa kazini, I'm not okay, mbwa wangu amekufa, napewa likizo ya wiki nzima nakaa nyumbani. Ila nyinyi mmetufika hapa, mnatuona kama sisi ndio tumezeka, ndio akili changanikiwa. Bibi zenu hatujachanganikiwa. Msiba wa Manunu ni mzito mkubwa. Manunu alikuwa anapendwa. Manunu alikuwa kwanza na heshima, na mheshimu kila mtu, anampenda kila mtu. Si mmenyelewa ndugu zangu? Kwa sisi hatujachizika. Ya, huyo alikuwa ni Shamsa Ford akielezea kuhusiana na hicho ambacho kimehappen kumuhusu Wema Sepetu na mbwa wake Manunu. Lakini ukiachana na Shamsa Ford, mdau mwingine ambaye amekuja kutia neno kuhusiana na kifo cha mbwa wa Wema Sepetu bwana, si mwingine bali ni kuna bidada hapa ambaye anaitwa Strong Icon, amekuja naye pia kuweka maoni yake. Watu wengi mnaweza mkamcheka Wema Sepetu. Sasa hivi I own a dog, guys. I own a dog. I don't think kama hata ni 3 or 4 months. I mean, sasa hivi na 6 months. Ukiwa na mbwa ndio kiumbe chochote, ndio kiumbe peke yake ambacho kitakupa amani ya moyo. Sio mamako, sio babako, sio mchumba, kwa sababu huyu kiumbe haongei, lakini anahisi. Ukiwa unafeel hali fulani visio nzuri, anakuwepo pale. Ukilia anakuja, ukimfokea anakaa kimya, ukimwambia kaa chini anakaa. Ndio kiumbe kina obey, kutii na kufanya kila kitu. Kwa hiyo mnavyomuona Wema Sepetu analia, mbwa it's a bonge moja la therapy. Yani ni bonge moja la therapy cool. Yani ni bonge moja la mnyama ambao ukiishi naye anakusaidia kiakili. Kwa hiyo mnapomwona mama watu analia,
msianze kusema najifanyisha mzungu, hapana. Ila Wema ndo katokea na msiba hapo, sasa dadangu umezidi. Pia vile hapa yupo mwanadada anaitwa Gifty. Gifty naye pia amekuja kuweka maoni yake kuhusiana na hiyo issue ya mbwa wa Wema Sepetu kufa na kufanyiwa msiba. So nabii wala sio mtabiti wala sio nini, lakini hapana jamani, hicho ulichokifanya Wema, shoga yangu uchulo shoga yangu uchulo, tena uchulo mkubwa. Eti kwa hiyo Manunu kafa, ukaeka msiba, watu wakaja mama, watu usijua kulia wakalia, wakula na michango wakatoa. Kweli ndugu yangu, dada yangu, kuna vitu vingine tunakuwa tunajiwekea uchulo wenyewe, baadaye tuje tuseme tumerogwa, tuna mikosi, tuna nuksi bin hasada, vitu gani tele. Kumbe hakuna marogo ni nyinyi wenyewe. Hakuna wachawi ni nyinyi wenyewe. Hivi jamani, kweli msiba. Mimi mtoto wake, mimi ninavyojua Waislamu kwetu mbwa si kaharamishwa, at least paka halali. Sababu hata Mtume alikuwa akila paka alikuwa. Jamani, kweli msiba na watu wanakuja michango mama, watu wanalio watu wa michango kweli. Mimi mwenzangu siku zote naongeaga ukweli. Mkinipiga mawe, mkinipopoa na mawe nianguke chini ya mti, mtakapofanya mtajua wenyewe, lakini mimi ukweli kusema. Ukifanya nzuri na kuambia, ukifanya baya na kuambia. Jamani, msiba. Mbwa kafa, tunafanya msiba. Sawa. Kwa wanyama nao wana haki zao, wanazingatiwa, wana kila kitu, lakini tunarudi kwenye ule unani kidogo. Sasa huyo kafa, simgemzika tu. Si unamzika tu, mnamzika. Kwani mpaka uitishe watu mfanye michango, mfanye vikao, shengesha, nginja na michango watu watoe, mwenye milioni 2, mwenye milioni 1, kisa nani? Kisa mbwa kafa. Huyo mbwa ana mazishi gani makubwa ya kufanya watu michango nginja? Mimi Wema nampenda sana, wala simchuki tena, nampenda mno, na ndio maana wakati mwingine namsifiaga, lakini kwa hili hapana shoga yangu, nipopoeni tu mawe. Lakini ukweli kusema, na nyinyi mmetoka mguu mosi mguu pili tunaenda kwenye msiba wa fulani. Zika kafa nani? Kafa mbwa, njiani unaulizwa nenda kwenye msiba wa nani? Mbwa, utajijua wenyewe. Shaongi. Lakini pia vile Mboto naye amekuja kutia neno kuhusiana na hicho ambacho kimetokea huko mtandaoni kuhusiana na kifo cha mbwa wa Wema Sepetu Manunu. Niseme tu tuko msibani, kwenye msiba wa Manunu. Ni msiba ambao umesononesha watu, umestusha watu, lakini naomba nitumie nafasi hii kusema iki kifo cha Manunu kichunguzwe, kwa sababu kiuhalisia Manunu kabla ya kifo kumkuta au mauti kumkuta, Manunu aliwahi kuposti kwenye akaunti yake ya Instagram kwamba anahitaji kutoroka. Nami niseme alitaka kutoroka kwa sababu gani? Ina maana kuna magumu alikuwa anayapitia. Nafikiri mamlaka husika wajaribu kuchunguza kifo cha Manunu. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment. Lakini pia vile hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.